Je, unavyofikiria sasa hivi kubeba ujauzito mwingine, unahitaji mtoto wa kike au unahitaji mtoto wa kiume? Hebu niweke kwenye comment, kwa sababu hii ni mojawapo ya ushauri lakini pia mwongozo tunaotoa kwenye programu yetu ya Nipo na katika safari ya kuitwa mama, na hii huwa inategemea na mzunguko wako. Kama ni mzunguko wa siku ngapi, utaweza kuelekezwa huenda ukutana na mzee muda gani na ufanikiwe kubeba ujauzito wa mtoto wa jinsia unayotaka. Japokuwa ni kweli najua kuna watu watasema kwenye comment kwamba hii Mungu ndo anayejua. Ni kweli Mungu ndo anayejua, lakini hata sisi kupitia mwongozo wetu kuna uwezekano mkubwa ukafanikiwa, kwa sababu chance kubwa kubwa mtoto wa kike au wa kiume ina nafasi na inahusiana moja kwa moja na mzunguko wako wa hedhi. Kwa hiyo kama tu utaweza kuongozwa namna gani, unaweza kuhesabu mzunguko ukaweza kuongozwa ni zile siku zipi ambazo zina nafasi ya mtoto wa kike au wa kiume, utafanikiwa tu kama wanawake wengine, kwa sababu kuna ambao tayari nimeshaweza kuwasaidia, nimewashauri kipi wafanye kupitia programu yetu na wamefanikiwa. Na najua kuna ambaye huenda anaweza kama ni mmoja au wawili, wanaweza kutukomentia kwenye comment kwamba mimi kiukweli Dr. Sheikh kunishauri na nikafanikiwa. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo naye katika safari ya kuitwa mama. Ukiwa ni mmoja hapo, basi hakika tumeweza kuwasiliana moja kwa moja. Utaingia kwenye programu hii. Ni siku 30 tu utaweza kupata mwongozo kama hauna changamoto yote. Ila kama una changamoto, itabidi tuweze kuanza kutatua kile changamoto iliyopo ili ufanikiwe kubeba mtoto, aidha ni wa kiume au ni wa kike.